Gomba TV, usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Karibu sana tujifundishe kuhusu mambo ya ufugaji. Mimi naitwa Deogratis ya Gomba. Ukitaka kujifunza vitu mbalimbali kuhusu ufugaji, tunafundishana tu. Unaweza kuona site ile. Ile pale site unaona site ile pale kwa ajili ya mifugo, unaona pale? Yes. Lakini pia kuna site nyingine ile pale. Bado pia kwa mifugo kuna ile pale, kuna nyingine iko kule. Tuweze kuiona vizuri. Sasa hapa sitaki kuongea sana, nataka niongee sana habari za kuku. Kuna aina za ufugaji wa kuku za aina mbalimbali. Kuna huria, kuna nusu huria, kuna shadidi. Na nishazungumzia hizo aina mbalimbali na namna zinazokuwa na faida ama hasara. Lakini hapa kuna aina moja katika hizo aina tatu za mifugo, hasa katika ufugaji wa kuku. Hii inaitwa nusu huria. Nusu huria ni ipi? Ni ile ambayo unakuta umewaachia wanajitafutia chakula, lakini wakati mwingine unawapa wenyewe, wanazunguka katika sehemu ambayo kuna uzio, inawezekana geti au kadhalika, lakini zaidi kuwazuia tu, na baada ya hapo wanajitafutia chakula na kingine unaongezea, wanakaa. Ina faida zake nimesema na hasara zake. Unaona kuku hao? Watu wanashani hapa. Unaona kuku hao ni jamii ya Saso. Jamii ya Saso. Hebu angalia hapa. Unaona? Ni jamii ya Saso. Wote hao ni jamii ya Saso. Ni jamii ambayo huwa wana tabia kama za kienyeji na unaweza kuwafuga katika mfumo wa kawaida kabisa wa kienyeji. Hapa wanajitafutia chakula chao, unamuona kuna mwingine huyu hapa. Kuna mwingine yule pale. Lakini mwanzoni hawa walikuwa wamefugwa katika mfugo aina ya shadidi. Na hapa ni katika mfugo ambao tulibadilisha aina ya mfumo wa ufugaji. Tukaweka katika upande wa nusu huria. Mwanzoni ulikuwa hauna uwezo wa kuweza kukimbia, unaweza usimkamate. Mwanzoni ulikuwa unamkamata. Sasa hivi haumkamati. Hii ina maana gani kwa wafugaji? Ni kwamba panapokuwa unapofuga ndani pia, kama kizoea mazingira, wanakuwa kama vile lezi kidogo hivi wanasema kama zeta, lakini unapowaachia wana tabia ya kuweza kuzoea mazingira kama hivi. Kwa mfano mwanzoni kuna unaweza kuwashika kama video za nyuma mliona, lakini sasa hivi sisi kumshika. Kwa mfano kulia, tukuja jaribu tuone kama nataka kumshika. Unaona? Kwanza kukizana. Kwa hiyo huyu amebend chini kwa sababu mwanzoni alikuwa katika mfumo huo wa shadidi, lakini baada sasa hivi ameshaanza kuzoea, at least anaweza akakimbia. Kwa hiyo unaweza ukawafuga katika mfumo wa shadidi, lakini baada ya hapo ukishahama katika mfumo ule, basi kuna uwezekano mkubwa sana akaweza kuchange mazingira na hatimaye akaweza kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kubadilisha mazingira. Hiyo ni kufuga kuku na namna ya kuweza kumbadilisha katika mazingira. Ana uzito huyu unamuona huyu ni kuku aina ya Saso. Endelea kuangalia Gomba TV, usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Ukihitaji kujifunza vitu ya namna ya kuweza kutengeneza chakula cha kuku, madawa na kadhalika, nafundisha utotoleshaji kwa njia ya kienyeji. Namba ya simu 0762 956 366. Asante, endelea kuangalia Gomba TV.